Tangu kimeota hichi kichwa sijawahi kuiona ndoa kama hiyo, na haijawahi kutokea. Baba, mimi ninachoomba, kama una visenti, sio visenti, kama una hela, samahani, lakini kama una hela we nigaie tu, mwanangu aende akazindikwe, watamloga atakufa. Na maana baby bado hajaisha tu. Yanaanzaje kuisha kwa mfano? Yaani haiishi mpaka iisha. Lakini si tumeshazungumza tayari. Na nani? Yaani mimi wewe umeniuzi. Umeniuzi kabisa. Wakumkuta Sinde pale getini na mwanamke wake. Alafu nakuja namuuliza yule mwenye mashati makubwa yule kijakazi wako yule, ananiambia yule mwanamke wa Sinde. Kwa katika hii nyumba yangu mimi, humu ndani kwangu mimi kumekuwa guest, si ndio manake? Yaani huyo rafiki yako Sinde kashindwa, yaani huko mitaani kote kuna vichaka, kuna majumba mabovu, kuna magesti, kuna roji. Kashindwa kuzunguka kote mpaka ndani kwangu mimi. Ndio watu natoka kwetu muda mwingine nakuja nyumba ipo timu humu, nasafisha, nafanya usafi, nafanyaje. Kwa kumbe mimi nawasafishia watu wakitoka huko waje kumaliza mambo yao ndani. Si ndio? Alafu naniambia eti si ameisha au bado unayo? Yaani hayaishi, sijapenda. Yaani umeniuzi. Alafu natoka hapa hiyo siku naingia ndani na kupigia simu, ushike simu zangu. Na kutumia message ujibu. Nimekaa huko ndani yaani zaidi ya masaa 5 na natoka hapa mimi usiku mpaka ngasema ngoja niondoke kwetu maana sijaua. Alafu naniambia eti Aisha, yaani kirahisi hivyo. Haupo serious wewe. Baby. Kuhusu simu niliweka chaji. Afu na mimi mwenyewe nilikuwa kwenye majukumu. Hakuna makontena kama yote pale yamejaa. Kuna ya magari, kuna mapikipiki, mpaka vyakula mule vimejaa. Mfano kama Chiru la Testwear. Kuna makontena yake ya nguo pale. Yaani ni mtu mmoja kibopa ambaye mwenye maduka yake Kariakoo huko. Anauza nguo. Umenielewa bibi wangu? Usiku moja nataka nikuchukue, nikupeleke ukazione nguo zake jinsi zilivyokuwa hodari. Yaani zikikaa mwilini mwako na jinsi rangi yako jinsi ilivyo. Bibi, yani nikitembea na wewe unawaka. Ila naomba unisamehe. Mimi nimeamaliza ila tu ndio hivyo, sijapenda tu. Siku nyingine sitaki tena urudie tena. Yaani kama yeye ana mambo yake aishie huko na watu zake. Sitaki kwenye nyumba yangu mimi, sitaki. Na ndio muda mwingine nyumba inakopa hiyo nyeusi, kumbe vitu watu michafu wanananiliu. Usijali baby. Hayatojirudia tena. Umenisamehe? Ndio. Faraja. Naam. Hebu kamwangalie nani anagonga. Sawa. Sitaki, usinichekee hapa. Mama. Ujambo? Sijambo. Shikamoo. Mama. Bosi wako yupo? Bosi wangu kusema ukweli natoka tangu saa 10 alfajiri. Kwa madai yake alisema anawahi kazini kwake kwa sababu kuna makontena yanataka akasaini apeleka sehemu, yani anasafirisha kwa yeye alivyosema. Kwa mama yangu hujafanikiwa kumkuta. Nilijua nitamkuta maana nampigia simu hapokei, muda mwingine hapatikani, na akipatikana apokea simu zangu. Kwa hapo
wenda atakuwa busy kwa sababu ukiangalia leo ni tarehe 30 na leo ndo siku ya watu kupokea mishahara yao. Kwa hiyo wenda yupo busy ofisini pale na nini masuala ya kusaini, kuwalipa watu, itakuwa tu yuko busy na hivyo vitu. Ila umenenepa siku hizi. Mpendeza tu mwenyewe. Sasa siwezi kukuacha hivi hivi nikaleta mtovu alinio. Ya nini mama? Yaani sawa tu mwanangu, Yaani nafurahia nikikuona hivi nini, umekuja kunipokea vizuri, una heshima. Nenda kale sawa mwanangu. Mimi niseme tu asante mama yangu. Asante sana. Nashukuru kwa hiki. Haya mwanangu. Niko nakusahau jambo. Hivi mwanangu, hivi watakunambia kweli jina bosi wako ndio hilo Masudi Penseli kweli? Kusema ukweli mama yangu, wewe ni mtu mzima. Alafu usitoshi, mimi nakuheshimu sana. Na siwezi nikakuongopea kwa lolote wala kukudanganya. Yaani na ukitaka usipitishe hilo swala, ukitembea hata kwa miguu, yaani kuanzia Uhasibu pale mpaka Mivinje, mpaka unakuja kuipata hiyo bandari, sawa? Ukiulizia jina lake, mtu yoyote lazima akuonyeshe. Atakwambia kabisa mtu unayemuulizia huyo hapa, maana ni maarufu sana pale. Kweli? Maarufu pale. Maarufu. Yaani anajulikana sana. Kwa jina lake atumia ndio hilo hilo? Ndio hilo mama. Siwezi nikakuongopea hata kidogo. Vipi mama, kuna shida? Hamna tatizo mwanangu. Hamna tatizo, kawaida tu. Na kuona kama upo sawa. Mimi basi naenda. Sawa. Yaani huyu Masudi huyu, yaani leo ingekuwaje leo? Na hapa inabidi kwanza anipooze kwa kazi niliyoifanya. Yaani mama nimempuliza mpaka katulia. Angeingia ndani, si tatizo hili. Lazima atanilipa, atanipooza tu hata 2000. Yaani akishindwa hata 2000 hata buku. Wewe kazi gani mimi nahangaika mama watu kumjibu, afu mtu mwenyewe ana enjoy tu maisha. Unawaka unakuwa kama ule mtoto wa India yule. Faraja. Ni nani yule ambaye alikuwa anagonga? Alikuwa anagonga ni kijana wa taka. Alikuwa anaulizia kama humu kuna taka. Basi sawa, kaendelee na kazi zako. Basi sawa, poa. Alafu nisisahau. Vipi mama anaendeleaje? Mama jambo, afu umenikumbusha. Anakuita. Ananiita? Yaani tukitoka hapa mguu wako mguu wangu. Ana shida na wewe, anakuita nyumbani. Basi sawa, lina shida hilo. Tenda wote. Double, double, double. Kijana mtukutu wenye mambo mengi, anashikwa uongutefeli wa mapambeni. Baby, asante. Mimi nishafika. Haina shida kipenzi changu. Mimi ngoja nikuache nende nikawahi nikakimbize. Unajua tena leo hesabu ya bosi hapa. Sawa basi, lakini usisahau nilichokuomba. Hilo hata usijali. Sawa? Unajua sasa hivi nina hesabu ya bosi nadaiwa. Hapa siku 2-3 hapa nikimbize. Nikimalizia bosi. Sawa? Afu tutamiti au si? Ila ngoja kama kuna kiasi kidogo hapa. Kidogo kama soda au unasemaje? Sawa? Asante.
Shikamoo. Marahaba, hujambo? Salama mama. Karibu sana. Mbona mmeishia hapa jamani? Haina shida mamangu, nashukuru. Siku nyingine. Kama unaona pale uwezi kupita na hiyo pikipiki, basi tunalifungua. Unapita mzima mzima. Nashukuru mama, asante sana. Mama, huyu anaitwa Buku. Nikwaga nasikia tu Boko Boko, kumbe ndo wewe. Kwa mimi mama, so Boko Haram. Haya, nashukuru kukufahamu. Kwaelini watoto wazuri, naona mko kwenye raha zenu, sio shida zenu. Baby, ngoja mimi nikuache. Sawa? Nikawahi kwenye mizunguko kule. Unajua tena nagawa hesabu ya bosi. Tutaonana kipenzi changu, sawa? Sawa, haina shida. Sawa. Baadaye. Sikiliza mwanangu, duble nikwambie. Faraja ndugu yangu. Duble wapi na wapi? Jina limeshakuwa danger ndugu yangu hilo. Unataka kuniingiza sehemu mbaya hata wewe? Niite Masudi Kipenseli. Masudi Kipenseli. Hapo ndio sawa sasa. Roho yako imesuzika au sio? Hapa imesuzika. Sasa sikiliza kitu kimoja au sio bwana? Sasa unajua alikuwa anagonga geti pale? Simfahamu, kwani alikuwa ni nani? Mama mkwe wako. Mimi nimeenda pale. Ile nafungua mlango tu nikakutana naye. Mama mkwe wako, bindimu. Alikuwa anasemaje? Na nikuta bindimu pale, nikasema akiingia ndani. Kwisha habari yako. Nikasema hapa, nikachikecha, nikamtuliza. Kabla ya yote kwanza akaniuliza, nimkuta bosi wako? Kaambia bosi katoka tangu saa 10 alfajiri kawahi kazini kwake. Maana amesema anataka awahi kwenda kusaini, maana kuna makontena anatakiwa yasafirishwe, mzigo usafiri, unaona. Si mnampigia mara pokei mara ipatikani. Nikamwambia wenda atakuwa yuko bize. Kwa sababu ukiangalia hata tarehe ya leo ni ya kupokea, watu wanapokea hela zao, unaona. Nikamwelekeza kila kitu pale, basi akawa amenielewa. Pale, akaniaga, haya bana mimi naondoka. Akawa amesepa, unaona. Sasa nilikuwa najiuliza angeingia ndani moja kwa moja, si sura yako wewe ungeiweka wapi leo? Ndugu yangu, kwanza mimi nashukuru sana kwa kunizika. Yaani umenistiri siku ya leo. Yaani ndugu yangu usiamini. Kiliza, mimi niache nitoke na shemeji yako, sawa? Nimsindikize kwao. Nikishatoka kwao naenda zangu geto. Nikishatoka geto nitakuwa nishabadilisha mavazi, sawa? Nikirudi na hapa mambo unidai Buku. Unajua Masudi, kuna kitu kimoja wewe unakosea sana. Kwa sababu ukija kuangalia kazi niloifanya leo sio ya mtu kumwambia Buku. Kazi niloifanya pale ni kubwa. Yaani nilivyomuona pale, akili yangu kwanza, akili imefanya kazi, imechaji. Sijapapalika. Unaona bana? Nimempanga pale taratibu. Lakini wewe leo hii unaniahidi mimi Buku. Kweli? Masudi, kazi ile nilokuwa ngumu, nimempanga mpaka mama kaeleweka kaondoka. Uongo ule ungekuwa wewe ungeweza? Alafu unakuja kuniambia Buku, bosi. Yaani hapo inatakiwa ujaribu kuangalia ujazie basi. Hata chateni, kikikosa chateni angalau hata 5 basi. Nikipata 5,
milo yangu nyeupe. Sikunji wala nini. Ndugu yangu mimi nimekuelewa. Tutamalizana. Sawa ndugu yangu. Basi sawa. Karibu. Sema sasa hivi kazi ndo naiona tamu, kwa sababu huyu bwana huyu anapozidi kugonganisha magari, mimi kimchekecha nikimwambia bana, nimepiga kazi hivi niungie 5,000, akiniungia 5,000 mimi naipiga hapa, natulia. Siku hizi kazi kanenepa, takuwa hilo, kwa sababu vichenji takuwa na vipata. Geti lenyewe ndaliona tamu siku hizi, na siku ikigongwa tu kengele mimi wa kwanza na wahi, kwa sababu naweza nikafumania nikimwangalia tu Masudi namfuata Masudi, kuna 1 2 3 nimechezesha, kwa hiyo unga 2,000 kanenepa, nitakuwa jibonge, hata nishangaa watu nitanawili, tavimba. Sija akaniona kama naongea peke yangu. Masudi mwenyewe mambo mengi. Kama nilivyokuambia mwanangu, Wema mimi mwanangu wakumzaa kabisa. Miezi 9 nimembeba tumboni, nimemnyonyesha tena kanyanya miaka 2. Yule mtoto ana matatizo. Tatizo lake kubwa wivu. Maana siku hiyo sijui kamkuta huko demu sijui mke sijui wa rafiki yako yule. Yule nimkuta siku ile usema mmesoma naye. Basi kamkuta kaja pale na mwenzie. Sijui ndo wamepishana, mwenyewe alivyosema mlangoni, basi acha aanze kumsifia. Nimemkuta demu kamshika yule, hawezi kuwa na mwanamke kama yule. Sijui. Mwanangu wewe, mwanangu, usimdharau mtu sio mjua. Na pale kwa rafiki yao lazima kama amepata mtu aende akaongea na rafiki yake. Alafu kitu kingine mwanangu anachoshindwa kuelewa, nyie mabosi bwana, sio wote, baadhi. Hasa wewe baba, bwana, mlango wa pepo uko wazi. Yaani mlango wa pepo kabisa na uona huu hapo uko wazi, sababu babangu unaishi na kila mtu. Mtu mwingine asingetaka matatizo kama yale, marafiki pale, sijui mlinzi kekele, sijui fujo mtindo mmoja, afue mwenyewe ukai, unaingia tu na kutoka, Lakini haka sikusikii unasema wala niangalia, nimekuja kwa muda mfupi, ila nimeona mnavyoishi vizuri. Kwa hiyo baba yangu mimi mwanangu alirudi kafyumu, kula hataki. Nikajua litaishia hapo mpaka asubuhi. Kakurupuka akaja kukaa kutii. Kaviva, wewe nini? Ongea na mwanao. Manake yule bwana, nimekuta mwanamke pale, sindawezi kuwa na mwanamke kama yule. Basi kayajaza maneno fufu. Mimi nikamwambia mwanangu, namna utashindwa kuishi na watu. Yule mtu wa watu. Si unajua baba, wewe mtu wa watu sana. Kipenzi cha watu. Sasa mimi mama yako pia mtu wako vile vile. Kwa hiyo mwanangu mimi ana wivu sana. Naona wivu wake hajaanza leo. Wema tangu mdogo kilema hicho anacho. Akija mgeni na mtoto ukimpakata mama Kwema analia, anapiga na bulula, toka kwa mama yangu. Basi naona mimi hicho kimeshakuwa kama kilema cha kuzaliwa nacho. Ila babangu usijali kabisa. Nadhani tu hapa mwanzoni. Baadaye mkija mkizoeana. Unajua ndege wafananao ndio walukao pamoja wao. Na nyie mmefanana kweli na mwanangu Kwema. Juma na Roza. Yaani babangu nakuomba. Yaani mimi naomba umzoee mwanangu. Mama. Mwanzoni alichokuwa nakifanya Kwema ilikuwa kigeni machoni mwangu. Ila kwa sasa nimeshamzoea. Sio kigeni tena machoni mwangu. Mama. Samahani, napokea simu mara moja. Halo. Songwe. Kitabu. Afadhali umepiga simu mwenyewe. Sijakubipu wako kutumia message. Sasa mbona unaniangusha ndugu yangu?
Wiki ngapi leo? Wiki saba ndogo. Acha mambo yako bwana hayo. Nisikilize, naomba nisikilize. Milioni 200? Acha utoto. Nataka uniletee milioni 500. Milioni 500, sawa? Sitaki unipelekee benki. Nataka uniletee nyumbani milioni 500 cash. Cash. Sawa? Tena kikubwa ninachokitaji uniletee na baskeli hiyo. Na baskeli yako uje nayo, sawa? Hapo sawa, hapo tutaenda sawa. Sasa ule wako masaa yazidi. Yakizidi inazaa moja hapo. Inakuwa 600. Sawa, haina shida. Mama. Samahani sana kwa kushauti au kutoa sauti kubwa mbele yako mama. Baba, hapana. Unajua watu wengine wazurumati na usipowakomalia na hivi wewe wanakuona haka kidogo unacheka. Yaani wewe ni mtu wa kucheka cheka tu, kufurahi na watu, lakini wengine hawajui kula na kipofu. Hata nakula na kushika mkono. Sasa ndio hivyo mwanangu, tuachane nayo. Hiyo ni mitihani ya kazi. Baba, sasa lile jambo unalifanya lini? Babangu, nilishakukabidhi kila kitu na nilishakunyoshea njia zote. Au kama huna mshenga, mimi nitamtafuta, ninaye mzee tena mwenye heshima zake, afu mzee wa msikiti. Babangu, unajua kabisa kwema ni tunda lile, afu liko juu ya mti. Na tunda likiwa juu ya mti likiwiva, watu wengi wanalitolea macho. Lakini haya nimeongea tu, yani yule ni wa kwako. Mimi nimemdhibiti, nimemweka kwenye mabano. Unanielewa babangu? Kwa hiyo fanya hima, fanya haraka mwanangu, afu angalia ulivyo. Makazi saa zote mpaka unajisahau wewe mwenyewe. Mtu kama wewe utakiwa kuwa hivyo nywele nini? Natakiwa mtu anakuangalia. Si unajua ukitoka mume wangu, hiyo hapana, vaa hii, anakuchagulia. Mara mume wangu sogea, kakweka nywele vizuri. Unatoka smart. Unajua wewe mtu mkubwa. Wewe baba ni mtu mkubwa, wewe ujui tu. Mkubwa, alafu unajuana na watu wakubwa. Kwa hiyo inatakiwa heshima yako uheshimiwe babangu. Fanya hivyo. Hilo swala mama, tayari nimeshaliandaa. Na isitoshe ndoa yetu itakuwa madhubuti. Nitawaleta watu mashuhuri kutoka Afrika na Kati. Wale watu maarufu ambao hata siku moja hujawahi kuwaona hivi. Cha kwanza, watu ambao wanaonekana sana kwenye video. La pili, watu ambao muda mwingi wapo juu ya anga, yani wanatembea. Cha tatu, hivi ulishawahi kuona watu wanaogelea chini ya bahari mita 10,000? Hapa. Utawaona live. Baba. Yaani unaponiona mama yako, tangu kimeota hichi kichwa sijawahi kuiona ndoa kama hiyo, na haijawahi kutokea. Baba, mimi ninachoomba, kama una visenti, sio visenti, kama una hela, samahani, lakini kama una hela, wewe nigaie tu. Mwanangu aende akazindikwe, watamloga atakufa. Watoto wenyewe hawa wawili kama unavyoona hizi mboni za macho. Sasa likitofoka moja, linabakia moja, ili sasa halina msaidizi. Kwa hiyo nalo litakuwa halina shughuli. Mimi nataka niende nikamtibie mikoani, kwenye mawilaya, kwenye kata, vijiji, tarafa, yani mpaka matawi. Nataka mwanangu kote akafungwe. Ndi mtu akimloga tu, kujaribu kumloga ndi anaondoka yeye mwenyewe. Kwa sababu mimi sijamtaja mtu, mimi nitakuwa sio mbaya.
Wabaya wao wanaomwonea mwanangu jicho chongo, jicho ng'onzi. Mama, kuhusu hilo niachie mimi. Mimi nina mtu wangu anatoka Denmark, hilo atalifanyia kazi, sawa? Na kuhusu honeymoon yetu, mimi na mke wangu Kwema tutalifanyia Uingereza. Wewe, Kwema pamoja na shemeji yangu Tabia, wote tunaenda Uingereza. Ndugu yangu, natumai hautoniangusha, na nilikuahidi, nilikwambia kwenye vipengele vyangu vyote utafanya wewe. Sijui umenielewa ndugu yangu? Sawa bwana Dube. Mimi nimekuelewa. Usiniite Dube. Hapa mtaani kote pameshakuwa danger. Hatari hili jina. Niite Masudi Kipenseli. Sawa ndugu yangu? Sawa, nisamee ndugu yangu. Najua tena mambo mengi nimejisahau. Alafu mimi naona unazunguka tu. Kwa sababu nimeshakuelekeza, nishakwambia kwamba ukinipa changu mimi kila kitu nanyosha. Sijawahi kupindisha mimi. Wewe nipe changu afu uone. Sawa, haina shida. Nakutangulizia advance hii hapa. Kweli. Yaani leo unaonekana huna maneno mengi. Sasa hapa tunaenda kufanyia kazi yako yote. Yaani wewe mwenyewe utashangaa, utafurahi. Sawa, haina shida. Mimi kwenye pesa nipo fresh, sawa? Ngoja nifunge mlango tuondoke. Yaani hapo mimi ndo nimekukubali. Sawa, twenzetu basi. Halo. Siku nyingi kakaangu kihangaiko jamani. Nashukuru Mungu. Yaani ninakutafuta tangia juzi. Sijui ndio uko shamba kwenu mitandio inasumbua. Hiyo mitandio itakuwa inasumbua. Nashangaa ulikuwa hewani? Yaani mimi ninakupigia simu labda ndio huo mtandio unasumbua. Na yaani tuko salama fresh kabisa, tunashukuru Mungu. Ngoja kwanza, ngoja. Karibuni. Asante sana. Shikamoo. Marhaba, vipi hali? Salama kabisa. Shikamoo mama. Marhaba, kwema. Kwema. Karibuni sana, jisikie mko nyumbani. Haya, asante. Viki? Yuko kule kwenye mkeka. Basi ni vizuri tukienda huko. Karibuni sana, karibuni. Haya, karibuni. Asante. Kaja na mtu. Si bosi mwenziwe yule. Yaani leo jambo litaenda leo. Karibuni sana jamani. Karibuni sana, karibuni baba sana. Karibuni sana wanangu. Muda wote, wakati wote, masaa 24, ingieni usiku, mchana, jioni. Karibuni muda wote wanangu. Ingieni kwa nafasi wanangu hapa kwenu. Baba, naona leo umenijia na mgeni. Huyu ni rafiki yangu. Ni afisa uhamiaji. Huyu ni kitengo mkubwa sana. Na nimekuja naye hapa kwa niaba swala zima la pasipoti kuhusu Viki. Hivyo kusema uhamiaji mimi njua na mapale anahamia kule. Kumbe pasipoti ya Viki. Sasa baba yangu, mimi nimejua utapiga simu mwali huyu aje huko mfanye mambo. Umenitoa mtu huko hadi huku baba yangu, mbona unatumia gharama kubwa mwanangu? Mama, usijali kwa hilo. Unajua unapokuwa na pesa, una uwezo kufanya jambo lolote na ukaeleweka. Umeelewa mamangu? Pesa zina uwezo wa kumtoa simba
mbuga ya Seru ukamleta mjini na ukapiga naye picha. Mimi nataka enjoy yourself. Mwanangu, asante sana mwanangu. Nashukuru baba yangu. Enjoy your fancy. Nashukuru baba yangu, asante sana. Sawa. Mimi nadhani tusipoteze muda. Nadhani tufanye kile ambacho kilichotuleta hapa. Okay? Panaweli. Sasa nadhani tusipoteze muda. Ndio. Fanye mambo haraka haraka haya, sio tena mambo yenyewe ya kiserikali haya. Hapa. Nadhani tuanze sasa. Binti, wewe unaitwa nani? Naitwa Victoria. Nataka majina yako yote matatu. Victoria Omari Juma. Okay, mwaka gani umezaliwa? 2008. Tarehe, mwezi? Tarehe 23 mwezi wa 5. Mkoa uliozaliwa? Mtwara. Sasa hapa mimi nadhani nimeshapata details zote za huyo mtu ambaye anaenda huko. Nadhani kazi yangu mimi nitakuwa nimeshaimaliza bosi. Kama kutakuwa kuna mambo mengine tutajuzana. Haina shida. Haina shida kwa hilo. Mama. Tumechukua majina yake. Ndio. Kwa niaba ya pasipoti yake ili tunapoenda kuiandaa. Ikishakamilika tu awe tayari kwa niaba ya kwenda China. Kutoka Tanzania kwenda China. Ndio. Kwa hiyo mwanangu, nauli kwako baba yangu. Kutoa mtu huko mpaka kuja hapa kufanya hayo mambo yote, nadhani umetumia hela nyingi sana. Sijui nikusaidie kiasi ngapi, na mimi nilichokuwa nacho nikupe, nikuonyesha utu wangu kama mimi pamoja na wewe baba yangu. Hapana mama, hilo ni jukumu langu mimi. Sio la kwako, ni jukumu langu mimi. Kweli baba? Ni kweli kabisa. Mwanangu kumtoa mtu hapa kumpeleka huko China hapo kulipia gharama zote mwanangu, sasa si mchezo mwanangu. Hamna mwanangu. Mungu akujalie mwanangu. Mungu akupe moyo huo. Mungu akupe moyo wa kakamavu, moyo wa ujasiri na moyo wa kujitoa. Mwanangu umejitoa. Umejitoa mwanangu, nashukuru Mungu mwanangu, umejitoa mwanangu. Mama usilie basi. China mwanangu anaenda China. Sasa mama, kama nilivyokuambia, kuhusu pasipoti, visa pamoja na sehemu ya kufikia, mimi nitakufanyia mpango. Acha sema mama twende. Wanangu Mpenzi. Asante. Mwambie I love you. I love you. Mwanangu, umaskini umekwisha. Nuksi balaa mikosi imekwisha. Tabu kule. Shida huko. Shangazi. Mwanangu anapanda ndege, mwanangu anaondoka. 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 Uo mchuma huo. 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 Viki. Viki. China. Mwendo wa huo. Hapo ni kwa kule. Wambea wote wenye chuki, wenye fitina, wenye roho mbaya, wanaojidai, wasiotupenda. Double, double, double.
Jamani, hadi huko jamani, wenyewe mikawe. Hana katilo, hana kengele, hana filimbi. Ufanya uli wewe. Ujambo. Mama. Vipi? Wewe ndo kwema. Kwema mambo. Poa. Mwanangu ni mtoto wa kaka yangu aitwa Viki. Yaani muda si mrefu atakuwa bosi wako au bosi wa mdogo wako au hata mwanao atakamzaa. Walele shongesha baba shongesha. Hai, huyo mako nimemkuta maana bila kupoteza muda. Mako yupo? Kama naongea na wewe, mbona unanisikia sana wewe mtoto wewe? Mama yako yupo? Ametoka. Haya kaenda wapi? Maana lazima kaka amemgua kuku. Nishakwambia ametoka. Yeye kaenda wapi hiyo soka? Wewe mtoto jeuri wewe. Wewe jeuri. Kwanza zikawa hizi zingepigwa marufuku, ningekuona. Kikomo chao kashi shilingi ya kuokota. Sijakuona sura na kuona kikomo kimetoka no mpaka right. Ngosa kwa right tungo wanaonekana hivyo. Macho mabao kama paibichi. Bindimu. Sema ulichokuleta, utaki rudi, nenda kwako. Sina mudi kukubizana na wewe leo. Yaani sina mudi kabisa. Kaongea kilichokuleta. Uwezo na msubiri mama toka aondoka. Sasa nimekuja. Mwambie mama yako. Mwanangu Viki kapata bonge la sponsor. Tena sponsor wa kwenda. Alienda kumchukua kumsafirisha kumpeleka China akasomee. Upo chuchu? Kwa sasa Bindimu, mimi hayo yote unaniambia mimi ananifunini. Unakiona kidogo? Mamako alikuja kunitambia kule kwa marefu na mapana. Tena mapana hayo kapa zia leba. Unataka kujenga ghorofa, si nipata mkwe mwana hela siri. Sasa mimi nimekuja kumwambia mwanangu anataka kwenda China. Nimepata bonge la mkwe. Tena sponsor ile makankala yake. Yaani huyo baada ya miaka 5 kwanza kule kapangiwa hoteli. Akifika afika hotelini, alafu chuo anaenda kusomea. Akirudi nako mwanangu anaongea kinani hicho Kichina. Na akirudi nako anafungua chuo. Yaani shule yale anakuwa na ofisi yake yani. Si ushanielewa? Sasa kwa ofisi yake naona kama sasa wewe mdogo wako tabia atakuwa mfanya kazi. Atakuwa bosi wako. Hata kazi za ndani huko China. Yaona hapo utakwenda eti miaka 5 anaoa. Hebu mnipishe mimi msinipotezee muda. Kwa ndo hayo kuna mengine. Afu unajisikia mbwa wewe. Acha dharau zako mbwa mmoja wewe. Kwanza ningemkuta mama yako ndo ningemnyoosha, angenijua kama mimi ndo nani. Sasa taarifa yako mwambie mama yako. Sijamkuta kisa mzangu mpe. Mwambie Lindi mkaje hapa kwa marefu na mapana 60. Mwanangu kapata bonge la sponsor. China ngoma linaondoka China, anapanda ndege yule. Anamuona anaenda. Upo chuchu? Nimemaliza. Nilivyoanza nilikwambia. Anadharau mbwa huyu. Yaani huyu kwema anadharau huyu mtoto huyu. Mwangalie kwa jeuri. Ungemuona kwa tabia mwanangu. Yaani kama vile mfanya kazi yetu ndani. Cheusi pia kijulikane mchana wala usiku. Roho yake mbaya huyu angempa losheni mdogo wake sija kwa vile. Lakini ana roho mbaya tu. Mwangalie vile. Kama katunda ubuyu. Ngeni geti. Tokea ila anageti na kokota kwa geti na geti leo anagoti watoke. Hii na goti. Alina kengele hamna salamu alaykum. Ndio nakuja na kengele. Ukinigonga nasikia salamu alaykum, ukibonyeza nasikia nakuja hodi, lakini hamna alisukuma ile kama vile mlenda. Hapo kama mlezi kaondoka na maji. Mwambie mamako salamu zangu mpe. Tena mpe salamu zangu mpe. Asipokee hizo hapo. Nilikuja mwambie mwanangu anaondoka China, Ulaya huko mjini huko anaondoka. Hapa tena usikili. Aenda China mwanangu anaenda kusomea. Niende kufanya kazi yetu ndani, au mtakuja kufanya kazi. Ondoka mwanangu.